Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Serikali ya Tanzania imesema haitarajii kuona wananchi wake wanaambiwa wakatafute dawa dukani wakati serikali tayari imepeleka fedha za kutosha katika halmashauri kwa ajili ya ununuzi wa dawa kwa wananchi. Serikali ya Kenya imetishia kumkamata naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua kwa madai ya kuhamasisha uchochezi katika kuzidisha uhasama kati yake na rais wa taifa hilo William Ruto. Katika michezo, serikali imetenga viwanja vitano kwa ajili ya mazoezi wakati wa michuano ya AFCON mwaka 2027 ambavyo ni uwanja wa Jamhuri Morogoro, Mkwakwani Tanga, CCM Kirumba Mwanza, Sokoine Mbeya pamoja na Majimaji Songea. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Sasa ni muda wa kuziangazia taarifa kwa kina na uko nami Restafaris. Kwa kwanza tuanzie na taarifa hii. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeahirishwa hadi Juni 2 mwaka huu kwa ajili ya kuanza kusikilizwa kwa mashahidi wa upande wa serikali, huku mawakili wa Lissu wakisema wao hawatataja sasa hivi idadi ya mashahidi wao. Kama hiyo pia imesema kesi hiyo itaendelea kusikilizwa kwa njia ya kawaida na si kwa mtandao, huku wanaohudhuria kesi hiyo wakitakiwa kuacha mihemko ya kelele. Zaidi tuungane na mwanahabari Recho Mgala ambaye anasimulia zaidi. Lissu amesomewa rasmi maelezo ya awali kuhusiana na makosa matatu ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Akisoma makosa hayo mbele ya wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa, amesema kosa la kwanza, mtuhumiwa anadaiwa kutamka kwamba wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 rais aliwatuma wasimamizi wa uchaguzi kuengua wagombea wa upinzani. Kosa la pili la mtuhumiwa ni kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube ya Jambo TV, akieleza kuwa mapolisi wa nchi hii ni CCM na wamekuwa kibeba vibegi vya kura feki ili kusaidia CCM kwenye uchaguzi, ambapo akijibu kuhusu hilo, Tundu Lissu amesema yeye hajawahi kuchapisha taarifa yeyote kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Katika mambo 9 yaliyosomewa mahakamani hapo, Lissu amekubali maelezo ya jambo moja pekee linalohusu jina lake, cheo chake na anakoishi, lakini mengine yote amekataa, ambapo miongoni mwa aliokataa ni madai ya kwamba aliitisha mkutano Aprili 3, 2025 na kuzungumza mambo hayo. Akizungumza na wanachama wa Chadema nje ya mahakama, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amehimiza pia wanachama wa chama hicho kujitokeza kwa wingi Juni 2, 2025 kwenye mahakama ya Kisutu kwenye mwendelezo wa usikilizwaji wa shauri la Lissu. Tunawashukuru sana. Mmefanya jambo la kishujaa. Nafikiri mwenyekiti wetu amefurahi sana. Tutakuwa na kesi tena tarehe 2. Tunaomba mje kwa wingi zaidi. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Juni 2, 2025 kwa ajili ya kuanza kusikilizwa kwa mashahidi wa upande wa serikali, huku mawakili wa Lissu wakisema wao watataja sasa hivi. Recho Mgala, Dream Media habari. Serikali ya Tanzania imesema haitarajii kuona wananchi wake wanaambiwa wakatafute dawa dukani wakati tayari serikali imepeleka fedha za kutosha katika halmashauri kwa ajili ya ununuzi wa dawa kwa wananchi. Akihutubia mkutano wa hadhara leo Mei 19 mwaka huu wilayani Sengerema mkoani Mwanza, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali imetoa jumla ya shilingi milioni 400 ya huduma za afya wilayani humo. Waziri Majaliwa ameagiza fedha hizo zitumike kununua dawa kulingana na magonjwa yanayoikumba jamii ya eneo husika badala ya kununua dawa nyingi zisizohitajika. Zaidi tumsikilize Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Afya pamoja na kuleta hizo ambulance, lakini pia tumeimarisha madawa. Na swala la kuleta madawa, tunataka tujiridhishe kila kituo kinakuwa na dawa zake. Zahanati kunakuwa na dawa za kutosha, kituo cha afya dawa za kutosha, na hiyo hospitali ya wilaya vituo cha dawa za kutosha. Hatuna vituo vingi, hospitali 1, vituo vya afya 6 na zahanati hazidi 30. Na tunaleta milioni 400. Milioni 400
mganga mkuu popote unaponisikia, nunua dawa za magonjwa ya maeneo ya Sengerema. Usirundike dawa ili bado umezinunua tu zikakaa hapa hazina zitumiki, kwa sababu magonjwa nayo yanatokana na jiografia ya eneo. Magonjwa yaliyoko Sengerema huwezi kulinganisha na magonjwa yaliyoko Lindi, kwa sababu mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo dawa na fedha zinazoletwa hapa zinunue dawa kwa magonjwa yaliyoko kwenye eneo hili, na dawa ziwe za kutosha. Nataka niwaambie leo hii, sitarajii kusikia mgonjwa ameenda hospitali akaambiwa tuna dawa, nenda kanunue huko dukani, kwa sababu tuna pesa ya kutosha, na hili lazima lisimamiwe hivi. Malengo ya kuleta fedha nyingi katika kila wilaya, kila halmashauri, maana inunue dawa na hizi mahitaji yote ya hospitali, na dawa ziwepo. Na tunajua zahanati kuna aina ya dawa zake ambazo si nyingi. Kituo cha afya kinatunza dawa za zahanati na kituo cha afya zinaishia hapo, lakini wilayani panatunza magonjwa, dawa za magonjwa yanayokwenda wilayani. Kwa hiyo sio kila dawa inatumika kila mahali, na kwa hiyo mgao wa fedha ambao kwa fedha unayoileta zinatosha kwa madaktari kununua dawa ili wananchi wasiteseke. Haya ndio malengo ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imesema Tanzania imepata mafanikio makubwa kwenye matangazo ya utalii duniani kupitia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na matumizi ya tovuti iliyosaidia kuwafikia watu wengi duniani na kuja kufanya utalii Tanzania. Sisi tunajivunia, na niseme kwamba ni kuanza kuonekana kwa matokeo ya kile ambacho bunge lako tukufu pia limekuwa likitusisitizia: kutekeleza mikakati ya kutangaza utalii kwa njia ya tovuti na kuyafikia masoko mapya zaidi ya yale yaliyoelekezwa. Katika kutekeleza hili, wizara kwa kushirikiana na wadau zikiwemo balozi zetu za India, China pamoja na kamati ya rais ya kutangaza utalii ilifanikiwa mkakati mahususi mbalimbali, ikiwemo hii ifuatavyo. Kulikuwa na mkakati kuhusu China. Kama mnavyojua, mbali na Royal Tour, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, walishiriki filamu nyingine tena na mchezaji filamu mashuhuri wa China anaitwa Jing Dong, filamu itwayo Amazing Tanzania. Filamu hii baada ya kuzinduliwa Mei 2024 kule Beijing, ilizinduliwa tena hapa nchini jijini Dar es Salaam, Tanzania, Novemba 2024, na inaendelea kutazamwa. Tayari filamu hiyo imesababisha watalii kutoka China kuongezeka kutoka 45,400 kwa mwaka 2023. Sasa tumefikia soko kutoka China watalii 71,140 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la 56%. Aidha, filamu hii ilichagizwa na waandaaji wa kipindi maarufu nchini China kinachohusisha mastaa cha Divas Hit The Road kuja nchini na kuonyesha zaidi utalii wetu, ambapo baada ya kipindi kuonyeshwa kupitia television ya Hunan na mitandao ya kijamii kilitazamwa na watu takriban bilioni 1.2 ndani ya China na nchi za jirani. Juhudi kama hizo pia zimechochewa na ongezeko la idadi ya watalii kutoka soko la kimkakati la India kufikia 63,391 mwaka 2024 kutoka 54,558 mwaka 2023, sawa na ongezeko la 16.2%. Mheshimiwa Spika, mafanikio haya kwa uchache yanadhihirisha uthubutu na weledi wa serikali ya awamu ya 6 na yanaonyesha namna ambavyo Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika kulinda, kuendeleza na kutumia kwa tija rasilimali zetu za taifa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mtazamaji wa Dream Media, nikukumbushe tena kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Serikali ya Kenya imetishia kumkamata naibu rais wa zamani wa nchi hiyo Rigathi Gachagua
kwa madai ya kuhamasisha uchochezi katika kuzidisha uhasama kati yake na Rais William Ruto. Kwa mujibu wa gazeti binafsi la Daily Nation, limeripoti kuwa Mei 17 na 18 mwaka huu, naibu rais Kithure Kindiki na waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen wamemshutumu Gachagua kwa kuchochea chuki za kikabila kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwaka 2027. Gachagua alikuwa ameonya mwezi Mei 16 mwaka huu kwamba hakutakuwa na nchi hapa ifikapo mwaka wa 2027 ikiwa tume huru ya uchaguzi na mipaka itajaribu kuvuruga matokeo ya kura. Hata hivyo, kiongozi huyo amekana kuchochea ghasia, akijitaja kuwa mtu mwenye amani zaidi nchini Kenya. Wakati hayo yakijili, polisi pia waliokuwa wamejihami vikali wameripotiwa kuzingira nyumba za Gachagua jana Jumapili. Na shirika la afya duniani WHO limefungua mkutano wake wa mwaka mjini Geneva leo Jumatatu kwa lengo la kupitisha rasmi mkataba wa kimataifa unaotarajiwa kwa muda mrefu kuhusu namna ya kupambana na kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza ambayo husababisha majanga duniani. Mkataba huo ni matokeo ya athari za janga la uviko 19 na unalenga kutengeneza mfumo sawa wa vifaa vya matibabu na kuhakikisha haki katika usambazaji wa chanjo kwa lengo la kuzuia majanga ya kiafya katika siku za usoni. Mkutano huo wa WHO umewaleta pamoja wajumbe kutoka nchi wanachama 194. Hata hivyo, WHO imo kwenye njia panda baada ya Marekani ambayo ni mfadhili mkuu kutangaza kujiondoa mwanzoni mwa mwaka ujao wa 2026, hatua ambayo itapunguza kwa kiasi kikubwa bajeti ya shirika hilo ambalo tayari limeshaanza kupunguza wafanyakazi wake na mipango ya misaada. Brown Tinda, na hii ni Dream TV. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda ambaye amekuletea mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo, tunaarifiwa kuwa serikali imetenga viwanja 5 kwa ajili ya mazoezi wakati wa michuano ya AFCON mwaka 2027 ambavyo ni uwanja wa Jamhuri Morogoro, Mkwakwani Tanga, CCM Kirumba Mwanza, Sokoine Mbeya pamoja na Majimaji Songea. Huyu hapa Ramadhani Kasim ambaye amekuandalia mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Paramagamba Kabudi amesema ukarabati wa miundombinu ya viwanja vya michezo nchini ni swala endelevu na shirikishi, huku serikali ikikaribisha wadau mbalimbali katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu hiyo. Waziri Kabudi amesema hayo leo Mei 19 bungeni pale jijini Dodoma wakati akijibu maswali ya wabunge kuhusu ukarabati na ujenzi wa viwanja vya michezo nchini. Akijibu swali la nyongeza la Aziza Ali, mbunge wa viti maalum, ameeleza kuwa wizara kwa kushirikiana na TAMISEMI inaandaa mpango maalum wa kuboresha viwanja vya michezo katika shule za msingi na sekondari kwa kutoa ushauri kupitia wataalamu wa wizara. Aidha, serikali imetenga viwanja 5 kwa ajili ya mazoezi wakati wa michuano ya mataifa ya Afrika kwa maana ya AFCON mwaka 2027 ambavyo ni uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro, uwanja wa Mkwakwani pale Tanga, uwanja wa CCM Kirumba kule Mwanza, dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya na Majimaji pale Songea mkoani Ruvuma. Katika habari za kimataifa, kubwa zaidi ni kuendelea kwa ligi kuu soka nchini England. Usiku hii leo unapigwa mchezo mmoja ambapo Brighton and Hove Albion watawakaribisha majogoo wa jiji Liverpool ambao ndio machampioni wa ligi kuu soka pale nchini Uingereza. Tuhitimishe na taarifa ya meneja wa Ajax ya pale nchini Uholanzi Francisco Farioli ameweka wazi dhamira yake ya kuachana na klabu hiyo ya pale nchini Uholanzi. Meneja huyo ameitaarifu bodi ya klabu hiyo kwamba anataka kuondoka ndani ya klabu hiyo na kutafuta changamoto mpya ya maisha nje ya Ajax. Hizo ndizo habari za michezo na hii ni Dream Media. Shukrani sana Ramadhani Kasim kwa taarifa hizo za michezo. Na kabla ya kuhitimisha Dream Media habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku ya leo.
Serikali ya Tanzania imesema haitarajii kuona wananchi wake wanaambiwa wakatafute dawa dukani, wakati serikali tayari imepeleka fedha za kutosha katika halmashauri kwa ajili ya ununuzi wa dawa kwa wananchi. Serikali ya Kenya imetishia kumkamata naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua kwa madai ya kuhamasisha uchochezi katika kuzidisha uhasama kati yake na rais wa taifa hilo William Ruto. Katika michezo, serikali imetenga viwanja vitano kwa ajili ya mazoezi wakati wa michuano ya AFCON mwaka 2027 ambavyo ni uwanja wa Jamhuri Morogoro, Mkwakwani Tanga, CCM Kirumba Mwanza, Sokoine Mbeya pamoja na Majimaji Songea. Ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Za Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.